Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimetoa taarifa kwa umma kuhusiana na masuala ya utekaji yaliyojitokeza kwa vijana wanne waliotekwa wilayani Kahama. Taarifa hii imetolewa na Chadema na kuandika kwamba, na nukuu walichokiandika: taarifa kwa umma. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinatoa taarifa kuhusu tukio la kutisha la utekaji wa vijana wanne lililotokea leo Oktoba 25 katika kijiji cha Kakora, kata ya Bulihulu, wilaya ya Kahama, kanda ya Serengeti. Kijana wa kwanza aliyetekwa ni Ibrahim Muhindini Mfangavo aliyechukuliwa kwa nguvu nyumbani kwao mbele ya baba yake mzazi. Wenzake walipokuwa wakijaribu kumsaidia walipigwa na kutishwa kwa bastola. Vijana wa bodaboda walijaribu kuwafuatilia watekaji, lakini walikumbana na vitisho vya silaha. Walipowasiliana na wenzao waliokuwa kituo cha mbele, taarifa ilifikishwa kituo cha polisi Bugarama kabla ya gari la watekaji kufika, lakini polisi hawakuchukua hatua na gari hilo likapita bila kuzuiliwa. Wakati wa utekaji, gari nyingine ilijitokeza na kuwateka vijana wa bodaboda watatu waliokuwa wakifuatilia tukio hilo. Jumla ya vijana wanne wametekwa leo mchana. Tukio hili limefanya jumla ya vijana waliotekwa kanda ya Serengeti kufikia 5 ndani ya siku 5, ikiwa ni pamoja na Lopez Kulilo Masanyiwa aliyetekwa Oktoba 1, 2025 wilayani Busega. Jeshi la polisi bado halijatoa kauli wala kuchukua hatua zozote za wazi. Tunamtaka mkuu wa jeshi la polisi IGP kutoa kauli ya haraka na ya wazi kuhusu wimbi hili la utekaji wa vijana na kuanzisha uchunguzi huru mara moja. Imetolewa leo Jumamosi tarehe 4 Oktoba 2025. Bwana, hii ni taarifa ambayo imetolewa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo kuhusiana na vijana wanne waliotekwa huko wilayani Kahama. Aisee, mambo yanazidi kuwa mambo yanazidi kutisha kweli kweli kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 29. Na mwanafamilia, nikukumbushe, endelea kufuatia channel yako pendwa MCD Sports Zone ili endelee kupata update mbalimbali za kimichezo, burudani, siasa na matukio mbalimbali yanayotokea ndani ya Tanzania lakini pia nje ya Tanzania.